Msimu wa uchaguzi wa mwaka 2025 nchini Tanzania ulikuwa zaidi ya uchaguzi wa kawaida. Ulikuwa dhoruba ya kisiasa iliyotikisa imani ya wananchi katika demokrasia ya taifa hilo. Kuanzia kukamatwa kwa viongozi wa upinzani hadi matokeo yaliyotia utata, historia mpya ya kisiasa iliandikwa. Aprili 9 mwaka 2025, Tundu Lissu, kiongozi wa Chadema, anakamatwa katikati ya mkutano wa kisiasa. Siku moja baadaye anafunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa lisilokuwa na dhamana. Hatua hii ilionekana wazi kama njia ya kumwondoa mpinzani mkuu wa chama tawala kwenye kinyang'anyiro cha urais. Miezi kadhaa baadaye, wimbi la vitisho na ukamatwaji linaendelea. Oktoba tarehe 6, Humphrey Polepole anapotea ghafla jijini Dar es Salaam. Oktoba tarehe 22, John Heche naye anakamatwa akiunga mkono kesi ya Lissu. Nchi inazidi kutumbukia kwenye hofu na ukimya wa kisiasa. Mnamo Oktoba tarehe 29, siku ya uchaguzi inageuka kuwa uwanja wa mapambano. Wakati vyama vikuu vya upinzani vimezuiwa kushiriki, mitaa ya Dar es Salaam inawaka kwa maandamano. Vikosi vya usalama vinajibu kwa vitoa machozi pamoja na risasi. Lakini licha ya yote hayo, Novemba tarehe 1, Daktari Samia Suluhu Hassan anatangazwa mshindi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jacob Mwambegele anasema Samia ameibuka na ushindi wa 98% ya kura zaidi ya milioni 31 kati ya milioni 32 zilizopigwa. Kwa mara nyingine tena historia inaandikwa. Samia Suluhu anakuwa rais wa kwanza wa kike kuchaguliwa nchini Tanzania kupitia uchaguzi. Lakini nyuma ya takwimu hizo, swali linaendelea kuwaka mioyoni mwa Watanzania wengi. Je, huu ulikuwa ushindi wa demokrasia au ushindi wa nguvu za dola? Wachambuzi wanasema Tanzania sasa iko njia panda. Wengine wanaona giza la ukandamizaji likiendelea, lakini wapo wanaoamini huu unaweza kuwa mwanzo wa maridhiano mapya, marekebisho ya katiba, uhuru wa vyombo vya habari na siasa zenye utu. Kwa sasa macho yote ya dunia yako kwa Tanzania na wananchi wake wanasubiri kujua, je, miaka 5 ijayo italeta utulivu na mageuzi au itakuwa safari nyingine ya machafuko ya kisiasa? Mimi ni Kassim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.